Tuna wachezaji ambao walipata majeraha na kuna wachezaji ambao hawakuonekana kwenye mechi dhidi ya Coastal Union. Kutoka kwenye idara yetu ya madaktari, nianze na kutoa ripoti ya wachezaji ambao wako kwenye matibabu sasa hivi. Mchezaji wa kwanza ni Yao Kwasi Atola, ambaye yeye sasa hivi, habari njema kwa mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans, ameshamaliza period yake ya kuwa chini ya medical, kwa maana ya idara ya madaktari. Sasa hivi ameingia kwenye idara ya fitness chini ya kocha wetu wa fitness China. Kwa hiyo hii ni habari nzuri. Mchezaji anapotoka kwenye operation kubwa kama Yao, anakuwa na kipindi cha rehab, alafu anakuwa na kipindi hiko ambacho kinahusisha pia madaktari kumwangalia. Alafu baada ya hapo sasa, kitendo cha kuruhusiwa kutoka kwenye medical kwenda kwenye fitness ni hatua moja kubwa sana ya mchezaji kurudi kwenye pitch. Kwa hiyo habari njema kwa Kwasi Atola Yao, ameshaondoka kwenye idara yetu ya medical, amekwenda sasa kwenye fitness. Chances za kurudi kwa mujibu wa madaktari ni Januari mwishoni au Februari mwanzoni. Januari mwishoni au Februari mwanzoni. Idara yetu ya madaktari wanaamini Kwasi Atola Yao atakuwa ameshamaliza medical, ameshamaliza fitness, na mwalimu anaweza kumjoin sasa kwenye program za timu mazoezi ya pamoja. Mchezaji mwingine ni Clement Mzize. Ameshafanyiwa operation yake, taarifa tumeshaitoa. Watu wanataka kujua muendelezo wake sasa hivi ukoje. Mzize sasa hivi yupo chini sasa yupo kwenye hiyo rehab process, na yupo chini ya Dr. Yusuf kwa maana ya physio. Ameanza mazoezi mepesi. Mazoezi mepesi sio ya fitness. Mazoezi mepesi kutokana na jeraha lake, kujaribu kukunjua ule mguu, goti, tuone limekuwa sawa kiasi gani. Kwa hiyo yupo katika kipindi hiko, bado hajafika kwenye kipindi cha fitness. Unaweza kumuona Mzize, umepata picha yuko gym, lakini usiamini kwamba gym kaenda kufanya mazoezi ya fitness. Yuko chini ya idara ya madaktari na Dr. Yusuf kwa maana ya physio wetu ndio anamsimamia kwa sasa hivi.